Serikali ya Tanzania imethibitisha kuwa imeanza mashauriano rasmi na serikali ya Marekani kuhusiana na masuala ya uhamiaji ambayo yanaweza kuathiri uwezo wa raia wa Tanzania kuingia nchini humo. Hilo linafuatia taarifa za hivi karibuni kuwa Marekani inapanga kuongeza orodha za mataifa yaliyopigwa marufuku ya raia wake kuingia nchini humo ikiwemo Tanzania. Omar Mkambara na taarifa zaidi. Hatua hii inakuja baada ya taarifa za hivi karibuni kuwa Marekani inapanga kuongeza orodha ya mataifa yaliyopigwa marufuku kwa raia wake kuingia nchini humo ikiwemo Tanzania. Akizungumza kupitia taarifa rasmi kwa vyombo vya habari, msemaji wa serikali ya Tanzania, Grayson Msigwa, alisema Tanzania imepata taarifa hiyo na tayari imeanza mazungumzo ya kidiplomasia ili kufahamu kikamilifu maeneo ambayo yanapaswa kurekebishwa. Nikimnukuu, anasema serikali imeliona tangazo hilo la Marekani la kutaka kufanywa kazi kwa baadhi ya mambo ya kiuhamiaji ambayo yanaweza kusababisha raia wa Tanzania kuingia Marekani. Msemaji wa serikali akaongeza kusema serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Nje imeanza kufanya mashauriano na upande wa Marekani ili kujua maeneo ambayo yanatakiwa kufanywa marekebisho, hususan yanayohusiana na masuala ya kiuhamiaji. Mwisho wa kumnukuu. Mashauriano hayo ya masuala ya uhamiaji pamoja na mambo mengine yanagusa utoaji wa nyaraka halali za utambulisho pamoja na kushirikisha masuala yote ya uhamiaji katika serikali kuu. Marekani inataka Tanzania na nchi nyingine kuweza kurekebisha masuala ya uhamiaji kwa raia wake, la sivyo wanaweza kupigwa marufuku kuingia nchini Marekani. Hali hii ikitokea inaweza kawaathiri wafanyabiashara, wanafunzi na watu wengine ambao wanakwenda kwenye shughuli mbalimbali ikiwemo matembezi. Kwa mujibu wa taarifa, nchi zimepewa siku 60 kuwasilisha mpango wake wa kukidhi vigezo vipya vilivyowekwa na Marekani, ikiwemo uthibitisho wa serikali madhubuti, utoaji wa nyaraka za kuaminika na shughuli za visa kwa watu wote ambao wanaingia Marekani bila kusalia kwa kibali chochote ambacho si halali. Hata hivyo, serikali ya Marekani haijaweka wazi lini marufuku hiyo mpya itaanza kutekelezwa rasmi, lakini nchi zilizotajwa zimepewa muda wa kuwasilisha mpango wa awali wa utekelezaji wa masharti hayo mapya. Kwa sasa serikali ya Tanzania inasisitiza kuwa iko tayari kushirikiana na Marekani ili kutatua changamoto zilizopo na kuhakikisha kwa haki za Watanzania zinalindwa katika safari za kimataifa ikiwemo kuingia nchini Marekani. Katika kipindi chake cha awamu ya kwanza, Rais Donald Trump aliweka marufuku ya safari kwa mataifa yenye Waislamu wengi kuingia nchini Marekani, hatua ambayo ilizua mjadala mkubwa na kupingwa na mahakama kabla ya mahakama ya juu kuruhusu tamko hilo kuendelea kutumika mwaka 2018. Na maafisa mjini Kiev kwa Ukraine wanasema idadi ya watu waliouawa katika shambulizi la jana lilofanywa na Urusi imeongezeka na kufikia 21. Serikali ya Ukraine imesema miili 16 imefukuliwa kutoka kwenye vifusi vya jengo moja la ghorofa katika wilaya ya Solomsiansk na kwamba zaidi ya watu 130 wamejeruhiwa. Sarafina Robi na maelezo zaidi. Rais Volodymyr Zelensky ameelezea shambulizi la hivi karibuni la Urusi kama baya sana katika mji mkuu wa Ukraine tangu vita vilipoanza. Tunahitaji msaada kutoka kwa washirika wetu na niko hapa kuwashukuru kwa msaada wa kijeshi kwa wanajeshi wetu ili waweze kuwa thabiti katika uwanja wa kivita, kuwa imara pia hadi pale Urusi itakapokuwa tayari kwa majadiliano, na sisi tupo tayari kwa mazungumzo ya amani na kusitishwa kwa mapigano. Nadhani ni muhimu, ila kwa hili tunahitaji Urusi. Ndege isiyo na rubani ilianguka kwenye mojawapo ya majumba na kuharibu vyumba vingi. Waziri wa usalama wa ndani nchini Ukraine amesema nchi hiyo imeshambuliwa na ndege zisizo na rubani 440 na makombora 32. Maafisa wale walikuwa wamesema idadi ya watu waliofariki ni 15 mjini Kiev, ila baadaye wakasema idadi ni watu 10 na majeruhi wengine 2 mjini Odessa. Idadi ya Kiev imeongezeka kufuatia kuokolewa kwa miili zaidi. Shambulizi la usiku wa kuamkia Jumanne ni miongoni mwa makubwa zaidi katika mji mkuu tangu kuzuka kwa vita kikamilifu nchini Urusi, huku Rais Volodymyr Zelensky akielezea kama mojawapo ya mashambulizi ya kutisha. Wizara ya ulinzi nchini Urusi imesema ilikuwa imelenga vituo vya kijeshi vya Ukraine na kuwa vyote vilishambuliwa. Mashambulizi mjini Kiev yaliendelea kwa zaidi ya masaa 9 na kuwalazimu wakazi kukimbilia hifadhi za chini ya ardhi tangu usiku wa manane hadi macheo. Maafisa wanasema makombora ya kivita yalishambulia jumba lenye ghorofa 9 katika mojawapo ya wilaya, huku maeneo 27 yakishambuliwa.
Kiingilio cha jumba kusini magharibi mwa wilaya ya Solomiansk kiliteketezwa na kulikuwa na wasiwasi kuwa idadi ya majeruhi ingeongezeka. Urusi imezidisha mashambulizi yake dhidi ya miji ya Ukraine kwa wiki za hivi karibuni, na harakati za kivita za kutuma ndege zisizo na rubani pamoja na zisizo kweli ni kushinda ulinzi wa angani wa Ukraine. Ukraine pia imezindua mashambulizi huku mazungumzo ya moja kwa moja baina ya pande zote mbili zinazopigana yakishindwa kuafikia makubaliano ya kusitisha mapigano au kuwa na tija mwafaka. Urusi ilishtumu vikosi vya Ukraine kwa kuanzisha mashambulizi ya makombora katika wilaya hiyo katika jimbo la Donetsk, mashariki mwa Ukraine usiku wa Jumanne, huku maafisa wa Urusi walioteuliwa wakisema takriban watu 10 walikuwa wamejeruhiwa. Kuna ripoti kuwa ndege za Ukraine zisizo na rubani 147 zilidunguliwa katika maeneo 9 ya Urusi usiku wa kuamkia leo, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Urusi. Viongozi wa mataifa ya kundi la G7 wameahidi kutoa msaada zaidi kwa Ukraine katika kongamano Canada, ila hawakutoa taarifa ya pamoja. Mwenyeji waziri mkuu wa Canada Mark Carney alipinga uwepo wa kutoelewana, ila alikiri kuwa baadhi ya mataifa yalitaka kufanya zaidi ya taarifa aliyoitoa katika mkutano wa mwisho. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, madaktari wasiokuwa na mipaka MSF na Wizara ya Afya wametangaza kuwa wanatatizwa na hali ya ukosefu wa usalama katika utoaji chanjo kwa maelfu ya watoto, na kuongeza kuwa wanakabiliana upungufu wa vifaa tiba kutokana na mapigano huko mashariki mwa DRC. Wamesema hayo katika kampeni kubwa ya chanjo ya kupambana na janga la ugonjwa wa surua katika eneo la Masisi, Kivu Kaskazini. Kutoka Goma, Chube Ngorombi anaarifu zaidi. Mwanzoni mwa Juni, timu za madaktari wasiokuwa na mipaka wa MSF na Wizara ya Afya waliongoza kampeni kubwa ya chanjo ya kupambana na janga la ugonjwa wa surua katika eneo la afya la Masisi. Zaidi ya watoto 1000 wamepewa chanjo katika muktadha mgumu, alama ya kutokuwa na usalama na shida za vifaa kutokana na mapigano. Janga hili la surua hufanya changamoto inayoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa hali hii ni kwa sababu ya chanjo ya chini sana nchini. Vurugu ya silaha katika mikoa kadhaa zinaongeza kuenea kwa ugonjwa huu unaoambukiza na unaoweza kuua, ambao huathiri sana watoto wadogo. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini pekee kuna zaidi ya visa 27,000 vilivyotambuliwa kote nchini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi mwisho wa Mei. Sehemu ya afya ya Masisi, Kivu Kaskazini ni mojawapo ya maeneo mengi ambayo kwa sasa kuna janga hili. MSF imeongeza kuwa mwaka huu tena idadi ya waathiriwa wa unyanyasaji wa kijinsia wanaoungwa mkono na timu za MSF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufikia viwango vya kutisha. Ili kukabiliana na ukweli huu mbaya, MSF imehimiza pande zote kwa mzozo ili kuboresha usalama wa raia na ufikiaji wao wa utunzaji. Shirika la kibinadamu la matibabu linataka jamii za kimataifa kudumisha utunzaji wa waathiriwa kama kipaumbele licha ya changamoto za sasa za kifedha. Kama anavyoeleza hapa François Kalas, meneja wa programu ya MSF huko Kivu Kaskazini. Kivu Kaskazini na Kivu Kusini ndiko kuna waathiriwa zaidi kwa sababu za ukosefu wa usalama unaosababisha raia kuyahama makazi yao wakikabiliana na shida kadha kama vile maambukizi mbalimbali, lakini pia manyanyaso ya kijinsia. Hao wanaopigana kwa silaha, kwetu ni muhimu kujulisha ulimwengu kupata suluhisho, tukitaka pande zinazopigana kujitahidi kupata amani kwa ajili ya waathiriwa. Ukosefu wa usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huongeza hatari ya milipuko kama vile ugonjwa wa surua, lakini pia hufanya jibu kuwa mgumu zaidi. Walakini ni muhimu kuchukua hatua ya kujua janga hili, imeongeza MSF. Kwa hayo mashirika ya wanawake katika mkoa wa Kivu Kaskazini, Neema Vikai, mmoja wa wanawake kutoka shirika la wanawake wanaotetea haki za watoto na wanawake, amekuwa na haya ya kujulisha. Wakiwafungia kazi wanaweza kukuwa na shida ya kuweza kutumika kazi zao, na hii itaweza kuleta shida ingine. Nao watetezi wa haki za binadamu wamejulisha umuhimu wa watu wote kulindwa na pande zote zinazopigana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama anavyojulisha hapa Kate Bwende, mtetezi wa haki za binadamu mashariki mwa DRC. Tena wamama wenye kubakwa nabo wako na
besoin ya msaada. Ndio vile sie wote tuko na besoin ya msaada, tuko na besoin ya kuishi. Antuka msaada inaweza kuwa ya kila mtu, ni necessary sana kwa kila mtu. Iko na haja ya kuishi. Haya yanajiri wakati mashirika ya kiraia na watetezi wa haki za binadamu wanalalamikia kufunguliwa kwa benki na uwanja wa ndege katika mji wa Goma kwa lengo la kurahisisha usafirishaji wa misaada mbalimbali kwa waathiriwa wa vita.